Na uhali gani ndugu yangu, kwa majina ni Simon Mzwanda. Moja kwa moja tunakuletea ripoti ya aliyewahi kuwa waziri mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Mizengo Kayanza Pinda alipotembelea wanadiaspora waishio katika taifa la Uingereza, lakini pia kupata nafasi ya kutembelea ofisi za CCM ambazo ziko huko nchini Uingereza. Moja kwa moja tuende basi tukashuhudie kile alichokifanya. Karibu, na hii ni Tan African TV. Kazi na utu, tunasonga mbele. Kazi na utu, tunasonga mbele. Ndugu yangu mwenyekiti wa tawi letu la London, ndugu yetu Tino Msei, naomba nianze kwa kushukuru sana kwa kunipa nafasi kuja kutembelea ofisi yenu ya tawi la CCM London nchini Uingereza. Nimefarijika sana na nimeridhika sana kuona kwamba tawi hili tawi imara sana. Maana niliuliza maswali mengi tu. Sasa hapa mmepewa bure? Akasema hapana, tumepanga na tumeisha lipa kodi ya mwaka mzima. Changishana wanachama tukapata jengo hili kubwa kabisa. Ina kumbi mpaka za kuweza kubeba watu zaidi ya 50 ndani ya jengo moja. Wanaka ofisi kao kachama kazuri tu. Na hapa tulipokuwa tunafanyia mazungumzo, basi nakuwa ni katika miongoni mwa zile majengo madogo dogo au ofisi ndogo ndogo ambazo unaweza zikageuzwa kwa ajili ya mikutano midogo. Kwa kweli unastahili pongezi. Naomba mjipigie na makofi wenyewe. Jambo la pili ambao ni vizuri nikashukuru nalo sana, ninyi ni sehemu ndogo ya wanadiaspora ambao mko Uingereza pamoja na nchi ya Ireland. Lakini pamoja na uchache wenu kama sehemu ya uongozi katika tawi hili, mambo mlio ya toa kwa ajili ya kunisaidia na mimi niweze kuyapeleka kunako stahili, nataka niwahakikishie nitajitahidi, nitachukua na nitayafikisha vizuri kabisa. Na kubwa nililoliona ni hii hamu mlio nayo ya kuona namna ninyi kama wanadiaspora na hasa tawi hili la London mnavyoweza kuwa ni timu ambayo inaweza katoa mwanga mkubwa tu wa namna ya kuwatumieni katika fani mbalimbali kule nyumbani. Nimezungumza masuala ya elimu. Kuna watu hapa wamepata uzoefu mkubwa tu katika eneo hili, lakini wanaweza vile mkasaidia kujenga mahusiano kwa maana ya kujaribu kupata labda vijana zaidi kutoka kule kuja kwa ajili ya kujiendeleza katika nchi ya Uingereza kupitia contacts ambazo mnazo. Nyingine la pili ni ila afya. Inaonekana wote mna hamu kwamba eneo la afya bado linahitaji tulifanyie kazi zaidi. Na hasa linapofika kwenye watoto wadogo hawa, wanahitajika kupewa malezi mazuri, na katika mazingira ambayo umeeleza kwamba mnakaa mnasikia kesi za kila aina za watoto kubakwa inaumiza sana. Na ndio maana nimesema bwana, mimi nitalibeba hili kwanza, tutakwenda kujaribu kufanya utafiti kidogo pale, ikiwezekana tupate na idadi ya kesi kama hizo, ili tuweze kuona sasa kwa ushirikiano na ninyi namna kutoa elimu kwa wenzetu kule Tanzania kuhusiana na namna ya jambo la kufurahisha sana. Kwa ndio maana nimesema ni mawazo makubwa, lakini bado yana uwezekano wa kuweza kusaidia na tuone namna ya kulifanya. Kitu kingine ambacho nimekisema hapa ni swala la uwekezaji. Natamani, mnajua diaspora ya Uingereza ni kubwa na ina watu ambao wamepata elimu na maarifa ya kila aina, lakini vile vile uzoefu katika baadhi ya maeneo ambayo
tukiweza kupata mfumo wa kuunganishana kati ya Tanzania na diaspora ya hapa kwenye hizi fani mbalimbali, kamchango wako katakuwepo. Mmeshaanza tayari kwenye maeneo fulani, natoa vifaa kwa ajili ya kusaidia watoto wenye usonji kwa mfano, au watoto wenye mahitaji maalum. Mnajitoa tu ninyi wenyewe, mmeanza kuwasaidia katika baadhi ya maeneo, jambo ambalo ni zuri sana. Lakini inaweza vile vile likawa kubwa zaidi, kutegemea sasa na namna tunavyoweza kuunganisha haya mawazo na taratibu zinazoweza kutuwezesha kufanya kazi yetu iwe nzuri zaidi. Mmeonyesha shauku mlionayo ya kufanya biashara na Watanzania, lakini biashara gani? Na bahati nzuri na mimi nikajiponza, nikawaeleza, kaambia mimi ndio mwenyekiti wa baraza la rais la ushauri katika masuala ya chakula na kilimo. Na kilimo ni kwa upana wake, unalima mazao, lakini tuna mifugo iko ndani, kuna ufugaji uko ndani, iko shughuli za biashara ambazo wengi wanakuta ni vijana na mama ndio wamejikita sana huko. Sasa hii hamu mlioionyesha ya kuona namna gani timu ya wanadiaspora inaweza kuwa na mchango katika eneo hili la uwekezaji katika masuala mbalimbali, kwenye kilimo, kwenye mifugo, kwenye uvuvi, kwenye biashara na kadhalika. Kwa hiyo kwa vile mimi ni sehemu ya hilo baraza la ushauri, na mimi nimekubali kwamba wacha na mimi nitalibeba hili jambo. Mara baada ya Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu ndugu Mizengo Kayanza Pinda kupokea maoni mbalimbali na kuahidi kuyafanyia kazi, kilichofuata baada ya hapo, fursa ilitolewa kwa watu mbalimbali kuweza kupiga picha na Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu, lakini pia walipata muda wa kuketi pamoja na kubadilishana mawazo.